Jeshi la Urusi limefanikiwa kukomboa kijiji cha Serbinoye katika Jamhuri ya Watu wa Donetsk, na hii ni kwa mujibu wa Wizara ya Ulinzi ya Urusi. Kutokana na hatua za kijasiri na madhubuti za vikosi vya kati, hasa katika kijiji cha Serbinoye katika Jamhuri ya Watu wa Donetsk kimekombolewa. Hii ni sehemu ya taarifa ambayo imetolewa na Wizara ya Ulinzi ya Urusi. Katika operesheni maalum ya kijeshi nchini Ukraine, vikosi vya Urusi vilishambulia miundombinu ya viwanja vya ndege vya kijeshi, vituo vya mafunzo ya uendeshaji wa ndege zisizokuwa na rubani, lakini pia sehemu ambapo kumekuwa na vikundi vya wanajeshi pamoja na silaha za kijeshi za Ukraine ambazo zimekuwa zikitumiwa na mamluki pia wa kigeni ambao wapo nchini Ukraine katika wilaya 138 ndani ya saa 24 zilizopita. Lakini pia kikosi cha kaskazini cha Urusi kimefanikiwa kuwaua wanajeshi 60 katika eneo la mwelekeo wa Belgorod ndani ya usiku mmoja, Wizara ya Ulinzi ya Urusi imeripoti, ambapo kikosi cha kaskazini vimeharibu vikundi vya wanajeshi wa Ukraine katika brigadia ambazo zilikuwa zina operate zile ndege zisizokuwa na rubani katika maeneo ya vijiji vya Marino, Novodrimovka pamoja na Ogredi katika mkoa wa Sami. Jeshi la Ukraine limepoteza wanajeshi 60, lakini pia kifaru kimoja, magari mawili ya kivita pamoja na silaha nyingine kama vile bunduki pamoja na vifaa vya kielektroniki ambavyo vimekuwa vikitumiwa na jeshi la Ukraine. Lakini pia kikosi cha kati cha Urusi kimefanikiwa katika eneo ambapo kulikuwa na wanajeshi 500 na magari 4 ya kivita, ambapo wamefanikiwa kuwafurusha wanajeshi wa Ukraine. Vikosi vya brigedia 3 za mashambulizi ya mitambo, brigedia ya Giga, brigedia 4 za mashambulizi, kikosi kimoja cha mashambulizi ya Ukraine, kituo cha operesheni maalum cha mashariki pamoja na brigedia 2 za ulinzi wa taifa vimeangamizwa katika maeneo ya vijiji vya Miroribovka, Ziverova, Troiskoye, Krasnomianska, Kotrino, Novopavlovka, Udashnoe pamoja na Novosergeyevka katika Jamhuri za Watu wa Donetsk. Ukraine imepoteza zaidi ya wanajeshi 500, magari 4 ya kivita, magari 7 mengine ya kubeba silaha pamoja na mizinga kibao pamoja na kipande cha mzinga cha 155-mm Caesar ambacho kilitengenezwa na Ufaransa. Lakini pia operation nyingine ya Ukraine ilikuwa inahusu kile kikosi cha magharibi, ambapo katika saa 24 zilizopita kikosi cha magharibi kilisababishia hasara jeshi la Ukraine, kwa ambapo walishambulia vifaa vya kijeshi, ambapo Ukraine imepoteza wapiganaji 230. Taarifa hii ni kwa mujibu wa Wizara ya Ulinzi ya Urusi. Nikinukuu taarifa hiyo, inasema hasara za adui zimefikia wanajeshi 230 kupoteza maisha, kifaru kimoja, gari la kivita la M577 pamoja na gari jingine la kivita la HMMWV lililotengenezwa na Marekani pamoja na magari mengine ya kubeba silaha 7 pamoja na mizinga 6. Lakini pia Wizara ya Ulinzi ya Urusi imeelezea kwamba kikosi kingine cha mashariki kiliweza kufanya operation ambayo imepelekea wanajeshi 160 wa Ukraine kufariki dunia katika eneo ambapo walikuwepo watu mbalimbali, ambapo kwa mujibu wa ripoti iliyotolewa na Wizara ya Ulinzi ya Urusi, idara ya mashambulizi ya Urusi ilifanya mashambulizi kwenye milima iliyopo karibu na Ukraine, ambapo walifanikiwa kuharibu katika maeneo ya Komal, Osasnoye, Razvil, Novopol, Shevchenko katika Jamhuri za Watu wa Donetsk pamoja na Gulipol, ambazo hizi zote zipo katika eneo la Zaporozhye. Jeshi la Ukraine limepoteza wanajeshi 160, magari 9 pamoja na mizinga 3 ya kivita, ikiwa ni pamoja na kifaru cha 155-mm Karab ambacho kilitengenezwa 3 aina ya HIMARS pamoja na ndege zisizokuwa na rubani 224. Hii ni kwa mujibu wa Wizara ya Ulinzi ya Urusi. Kwa hiyo kimsingi ni kwamba Urusi wameendelea kufanya operations zao ambazo ni operations zinazosababisha hasara kubwa sana katika eneo military operation. Bado tunaona Urusi wanaendelea kufanya mashambulizi ya hapa na pale, na tunasubiri tuone majibu ya Ukraine, wao watajibu nini kutokana na mashambulizi hayo ambayo yamefanywa na Urusi, ikiwa tunasubiria tarehe 24 mwezi wa 3 mwaka. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.